Yesu anatukumbusha kwamba kile kinachoonekana kuwa cha milele machoni petu mara nyingi huporomoka, lakini tusiogope, kwa kuwa ufalme wa Mungu kama jiwe lililochongwa kutoka mlimani utajaza dunia na kusimama milele. Yesu anatualika tutafakari juu ya kuamini katika utawala huo usiotikisika katika dhoruba za maisha. Katika somo la kwanza linatufundisha kwamba hakuna ufalme wa kidunia unaodumu, lakini utawala wa kimungu utavunja upinzani wote na kuleta amani ya kudumu. Ni ujumbe wa matumaini kwa watu wa nyakati za Danieli waliohamishwa. Unaonyesha kwamba Mungu hupanga historia kuelekea mwisho wake wa ushindi. Yesu anatuhimiza tuwe macho dhidi ya masiha wa uongo wanaodai wakati umekaribia, akitukumbusha kwamba ratiba ya matukio ya Mungu inafunuliwa kwa siri. Anasema, angalieni msidanganyike na msiogope. Tunapoishi katika ulimwengu huu, machafuko, udanganyifu, unyanyasaji, kashifa, migogoro na mengine kama hayo yatatuzunguka, na tunapokutana na uso kwa uso na ugumu wowote kama huo, kuna kishawishi cha kuogopa, kuna hasira na kukata tamaa. Tunahitaji kujitayarisha kwa ajili ya nyakati za mwisho na kuishi maisha bora ya Kikristo. Tuchukue maisha ya Yesu mwenyewe kama mfano. Alikamatwa, akashtakiwa kwa uongo, akahukumiwa kifo na kusulubiwa. Na katika haya yote alibaki na amani, akijua kwamba mateso yake yangekuwa chanzo cha maisha mapya. Mungu anaweza kutumia vitu vyote kwa wema kwa wale wanaompenda na kumtumikia. Tujue wazi kwamba nguvu za Mungu zinazidi kila himaya na majaribu. Tusiogope wala kukata tamaa. Tuishi maisha yetu ya ufuasi wa Kristo bila kutikiswa. Tumtumaini Mungu kila wakati na katika hali zote, na Bwana wetu mwenye nguvu ataleta mema kutoka kwa kila kitu, hata yale ambayo ni magumu sana maishani. Basi ndugu zanguni, tukiri kwamba sisi ni wadhaifu na wadhambi na ni rahisi kuogopeshwa. Tuombe Mungu tuweze kustahilishwa kuadhimisha fumbo hili takatifu.